Crazy Rocket, now available on PMBet. Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Karibu tena katika update za PMTV. Sasa tumekuwa tukiripoti taarifa nyingi sana ambazo zimekuwa zikisikitisha, ikiwemo matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii zetu. Kila karibu kukicha, jeshi la polisi limekuwa likiripoti taarifa mpya hasa za mauaji, lakini pia hata jana tukupitia YouTube hapa nilikusogezea taarifa ya mauaji huko Geita ambapo yalisababishwa na wivu tu wa mapenzi. Sasa leo tena na kusogezea habari hii ambapo mtoto wa miaka 2 huyu anaitwa Devina Deriki ameuawa kwa kunyongwa hadi kufa kwa kutumia kamba ya manila na baba yake mzazi ambaye anaitwa Deriki Mwangama mwenye umri wa miaka 23 ambaye naye alijinyonga na kupoteza maisha. Imeelezwa kuwa tukio hilo lilitokea Novemba 18, 2025 katika kijiji cha Isaka, kata ya Nkunga, tarafa ya Ukukwe, wilaya ya Rungwe, mkoa wa Mbeya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya leo Novemba 21, 2025 amesema awali kabla ya tukio hilo, baba mzazi wa mtoto huyo ambao wote ni marehemu alikwenda nyumbani kwa mzazi mwenzie Violet Edward mwenye umri wa miaka 19 na kumchukua kwa nguvu mtoto huyu huku akiwa na jazba. Kuzaga amesema baada ya kuondoka naye, baadaye mwili wa mtoto ulikutwa ukiwa umenyongwa na kisha kutelekezwa kando ya mto Kiwira. Amesema baba wa mtoto huyo ambaye ni marehemu baada ya kufanya mauaji hayo ya mwanae alijinyonga kwa kutumia kamba ya manila kwenye mti wa parachichi kando ya mwili wa mtoto wake. Na mnukuu hapa anasema uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni kuibuka kwa mgogoro baina ya wenza hao ambao walikuwa wametengana. Ni taarifa kidogo za kusikitisha hizi kwa sababu kama huyo mtoto wa miaka 2 maana yake amefikia hatua ya kunyongwa pasipo hatia yoyote kwa sababu ya ugomvi tu wa hawa wazazi wawili. Lakini pia sababu nyingine zinaweza zikawa nini ambazo zinachangia haya? Una nafasi ya kushiriki nami kwenye maoni hapo, sababu tunaona hapa baba huyu ambaye amejinyonga naye ana umri wa miaka 23, lakini pia mama wa mtoto ana umri wa miaka 19. Je, sababu hizi huenda za umri kama huu zinaweza kuwa zinapelekea matukio mengi yanatokea kwa sababu labda wanakuwa hawajajiandaa kukabiliana na changamoto, ama ni nini hasa ambacho kimepelekea matukio haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara kwenye familia hizi za aina hii? Hebu shiriki nami kwenye comment hapo. Asante.